Haya, hii leo habari za biashara tuanzie Kariakoo. Kupitia mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara katika soko la kimataifa la Kariakoo, amesema soko hilo linatarajia kuchukua hatua mpya katika kuanzisha mikakati ya kudhibiti uingizwaji wa bidhaa bandia. Hii ikiwa ni hatua ya pili baada ya kupambana na shughuli za biashara za wazawa zilizokuwa zikifanywa na wafanyabiashara wa kigeni. Hii ni ripoti ya Runama, inasimulia zaidi. Alipokuwa akizungumza na Super Breakfast ya East Africa Radio, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara katika soko la Kariakoo alisema kuwa hatua hii inalenga kuhakikisha bidhaa zinazoingia sokoni zinakuwa na ubora unaotakiwa na kuuzwa kwa bei elekezi ili kulinda haki ya mnunuzi. Na anapoleta kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo anarudishiwa na serikali yake kwa kutoa bidhaa nje ya nchi na kuingiza fedha za kigeni. Kwa anapofika akakuta soko limejaa, yeye anaamua kuuza bei yoyote kwa sababu kiwanda huwa hakina hasara. Kwa tunazo hizo sababu mbili, lakini kuna sababu ya tatu vile vile. Tunao wafanyabiashara wasio waaminifu ambao wamekuwa wakitumia magendo vile vile kuingiza bidhaa sokoni bila kulipa kodi. Bidhaa zingine zinaenda nchi jirani zinarudi au zingine zinarudia njiani. Na tumejaribu kuwaambia watu wa mamlaka kwa maana ya TRA, mwarobaini wa tatizo hili ni kuwa na bei elekezi katika kila bidhaa kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Na bahati nzuri Mungu ametupa bandari. Wenzetu hawana bandari. Wao ni aibu kuona Mtanzania anatoka hapa kwenda kuchukua bidhaa kwenye nchi nyingine ambayo haina bandari. Kwa upande wa wananchi ambao pia ni wateja wa bidhaa mbalimbali, wameshauri katika kuhakikisha bidhaa zinazoingizwa nchini zinakuwa halali. Wafanyabiashara wametakiwa kuwa na elimu ya juu ya biashara ambazo wamekuwa wakiziagiza ili kuhakikisha wateja wanakuwa na imani na wafanyabiashara hao. Muuzaji anauza bidhaa kwa mteja pengine bila kujua, inakuwa ni fake, inakwenda kumwathiri nani? Mteja. Kwa mfano hawa wauzaji wa vipodozi, wengi wao huwa wanauza vipodozi, yani wanafanya hiyo biashara bila kuwa na nini? Na elimu. Wale wanaotamani kufanya hiyo biashara wajaribu kupata elimu ya hizo biashara, au pengine kudhibitisha, kuangalia hizo bidhaa kama zime-expire au bado. Mfano Dar es Salaam ni chimbo ambalo linatoa bidhaa kupeleka mikoani ambazo zina be exported, zinaingia bandarini, zinatoka hapa zinaenda mikoani. Sasa unakuta kuna watu wanaagiza bidhaa, asilimia kubwa watu wao wanalizwa. Kwa hiyo unakuta imani ni ndogo, na hata biashara za online huwa hazina kasi sana kutokana na imani kwa wateja na kuwa ni ndogo kwa vitu ambavyo wanaviagiza. Unakuta mtu anaagiza labda mdoli umemwagiza vizuri, lakini kitu kinacholetwa unakuta ni nje ya matarajio. Udhibiti wa bidhaa zisizo na viwango utasaidia kuimarisha ushindani wa haki, kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi stahiki na kulinda afya ya jamii dhidi ya biashara hatarishi. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Runama wa EATV. Hili limekuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yamekuwa yakivutia wengi sana, na wafanyabiashara kimekuwa kilio chao cha muda mrefu. Kuzungumza zaidi kuhusu hili, namna ambavyo litakuwa na manufaa kwa wafanyabiashara na uchumi wa Tanzania kwa ujumla wake, kwa sababu Kariakoo ni kituo kikuu cha kibiashara kwa hapa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Na ungana na Buberwa John, huyu ni mtaalamu wa uchumi, kuzungumza naye zaidi. Kwa sasa yuko Posta Mpya, Dar es Salaam. Buberwa, tuanzie hapa. Yamekuwa malalamiko ya wafanyabiashara wengi kwamba pengine hawalipi kodi ipasavyo kwa sababu biashara zao haziendi. Ripoti zinaeleza, miongoni mwa mchango ambao alitoa mbunge Festo Sanga bungeni mwaka 2024, kwamba ni takriban watu milioni 3 tu ndo wanalipa kodi kwa usahihi, huku tunaostahili kulipa kodi ni milioni 30. Pengine itabadilisha nini kwenye ulipaji wa kodi kwa wafanyabiashara hasa kwa hapo Kariakoo? Sasa kama tumeamua kuwa na udhibiti huu wa bidhaa, ni kwamba manufaa yake na namna itakapokuwa ina maana kwamba tutakuwa tuna direct ile price tag ya commodities ambazo tutakuwa nazo moja kwa moja. Sasa faida inakuwa ni thamani halisi ya kitu ambacho mtu ananunua, especially kwenye kutumia na ile pesa ambayo amewekeza kwenye kukinunua. Nyie wataalamu wa uchumi, tumefikaje hapa tulipo? Biashara zinafanywa na wageni kwa kiasi hicho, wazawa mpaka wanalalamika. Tumefikaje hapa tulipo, na ni njia zipi sasa kiuchumi ambazo zinaweza kututoa hapa kiurahisi pasi kuathiri uchumi wetu? Kwenye kufika ni changamoto tu ya instrument ambazo zinasimamia, yani mamlaka ambazo zipo. Sasa nafikiri kwa hii changamoto iliyotokea hivi karibuni,
imekuwa ni kama uamsho kwa kwetu kurudi na kutafakari kile ambacho tunakifanya. Je, tulikuwa tunakifanya kwa usahihi au ni kipi ambacho tunatakiwa kufanya sasa kwa usahihi sasa hivi ili kuelekea mahala palipo bora. Ziko bidhaa ambazo zinatajwa ni nyingi kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikiingia kama bidhaa bandia. Wengi wakisema pengine uhitaji wake umekuwa mkubwa, watu wamekuwa wakihitaji zaidi. Unadhani uwekezaji wetu kwenye viwanda vyetu na biashara zetu tunaweza kukidhi mahitaji ya watu? Kwenye uwekezaji na bidhaa inaweza kuwa changamoto kidogo kutokana na status ya uchumi ya